ya madaktari bingwa au madaktari bobezi wa Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkoa wa Singida, ambapo yatafanyika kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza tarehe 28 mwezi huu wa 4 mpaka tarehe 3 mwezi wa 5, na awamu ya pili tarehe 5 mwezi wa 5 mpaka tarehe 9 mwezi wa 5. Hospitali za rufaa za mikoa ni kiungo kati ya huduma za afya ngazi ya msingi na kanda au taifa. Lengo kuu ya hospitali hizi ni kutoa huduma za kibingwa zisizopungua 8 ili kusogeza huduma kwa wananchi wote. Kutokana na lengo hili, Wizara ya Afya ilianzisha huduma za kibingwa za mikoa kwenye hospitali za rufaa za mikoa mnamo mwezi Februari 2024 kwa awamu ya kwanza, na ilianza na mwezi Aprili pia awamu ya pili 2024. Zoezi hili linafanyika katika kanda 6 nchi nzima, pamoja na kanda yetu, kanda ya kati, inayohusu mikoa ya Dodoma, Iringa, Morogoro, Tumbi pale Pwani, Kibaha. Ujio wa zoezi hili unahusisha madaktari bingwa ambao watafanya sasa katika mkoa wetu wa Singida kwa awamu ya kwanza, hiyo tarehe 28 mpaka tarehe 3 Mei, ambapo kwa awamu hii tunatarajia kufanya zoezi kwa siku 7, na tunatarajia kuwa na madaktari na wauguzi bingwa wapatao 49, na magonjwa ambayo yatahusika ni ubingwa katika magonjwa ya watoto, magonjwa ya uzazi na wanawake, upasuaji wa ujumla, huduma ya usingizi na ganzi, magonjwa ya pua, koo na masikio, huduma za kinywa na meno, na huduma za uuguzi na kinga. Wataalamu wetu hawa watatoa huduma hizi katika ngazi za halmashauri, lakini katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa ndio itakuwa ni eneo la rufaa kwa maana ya mkoa wa Singida kwa wale ambao wataonekana wanahitaji huduma zaidi. Na rufaa hizo zitashughulikiwa kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 9 mwezi Mei 2025. Lakini awamu ya pili tutaanza tarehe 5 mwezi wa 5 mpaka tarehe 9 mwezi wa 5 2025. Katika zoezi hili tunataraji kutoa huduma za kibingwa na mabingwa na ubingwa bobezi. Madaktari bingwa kutoka hospitali za rufaa za mikoa ya Dodoma, Morogoro, Pwani, Iringa wakishirikiana na wenyeji hospitali ya rufaa ya Singida watatoa huduma za matibabu. Kutakuwa na madaktari bingwa na bobezi 55 katika fani 16. Hii awamu ya pili fani pia zimeongezeka. Kwa hiyo tutaangalia katika magonjwa ya ndani, wanawake na uzazi, watoto, upasuaji wa mifupa, njia ya mkojo, macho, masikio, pua na koo, urekebishaji wa kinywa na meno, radiolojia, usingizi na ganzi, utengemao na viungo, mishipa ya fahamu na ubongo, bingwa wa ngozi, afya ya akili na urekebishaji wa viungo kwa maana ya plastic surgery. Hii ni awamu ya pili ambayo tunaitarajia kuanza tarehe 5 mpaka tarehe 9 mwezi huu wa 5. Wananchi wote watahudumiwa kwa siku zote hizo ambazo nimezisema katika ngazi ya halmashauri, kwa maana hospitali zetu za halmashauri, na zile rufaa zote zitakazotoka halmashauri basi zitaletwa katika hospitali yetu ya rufaa ya Mandewa kwa ajili ya kushughulikia rufaa hizo. Wito wangu mimi ni kuhakikisha kwamba wananchi kwa pamoja, popote walipo, mwenye changamoto ya magonjwa ambayo nimeyataja, basi ratiba hii inapoanza tarehe 24 kila mmoja aende akawasili katika hospitali ambayo iko katika halmashauri yake ili aweze kukutana na madaktari hawa, aweze kusikilizwa na aweze kupatiwa tiba. Hii ni fursa adhimu kabisa katika mkoa wetu, fursa ambayo inajulikana nchi nzima kwamba tuna madaktari bingwa wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kila mmoja wetu mwenye changamoto ambazo tumezitaja atumie tangazo hili kwenda kujisalimisha katika kituo cha kutolea huduma. Na niseme wananchi wote ambao mtakuwa mnaenda kupata hizo huduma, mhakikishe kwamba mnafika mapema asubuhi. Mara nyingi tunapenda tuhudhurie katika maeneo ya tiba asubuhi. Kwa hiyo tuwahi kufika na mtakuta tayari timu hizi zimejipanga ili ziweze kuwashughulikia. Sisi kama mkoa tunaendelea kumshukuru sana
Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hii ni fursa, badala ya wagonjwa wetu kwenda mbali nje ya mkoa kutafuta huduma, sasa huduma za kibingwa zinapatikana ndani ya mkoa kama tulivyokuwa tukisema hapo awali. Dr. Samia oye! Dr. Samia safi! Madaktari wetu oye! Singida gumto! Wa hospitali ya rufaa ya mkoa tunatarajia kufikia watu 3000, zaidi ya 3000 kwa muda wa siku 5 ambazo tutatoa huduma. Kwa level ya halmashauri, kwa mara ya mwisho tulifikia zaidi ya watu 4000. Kwa hiyo tunatarajia kipindi hiki pia tutawafikia watu wengi zaidi, na kwa uhamasishaji huu, kwa hiyo tunaamini watu watapata taarifa za kutosha ili waweze kupata huduma hizi.